Mziki wa pwani kwa miaka mingi umekuwa ukizalisha vipaji vikubwa vya hip hop, lakini hakuna kinachowasha moto kwa mashabiki kama Rap Beef. Na katika miaka hivi karibuni, jina la Makamanda na Mtalibani Halisi limekuwa gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii kutokana na mvutano yao ya kimziki. Lakini beef hii ilianza vipi? Ni nani alianza? Je, ilikuwa ni ushindani wa kawaida wa rap au kulikuwa na sababu nyingine iliyoficha? Leo tutaangalia kila taarifa iliyothibitishwa kuhusu beef hii na kutenganisha ukweli na uvumi. Kabla ya kuelewa beef hii, ni muhimu kuelewa Makamanda ni kina nani. Makamanda ni miongoni mwa makundi yanayotambulika katika hip hop ya pwani. Mziki wao umejikita katika maisha ya mitaa, changamoto za vijana, umoja na ndoto za vijana wa Uswahilini. Kupitia nyimbo zao wamejengea mashabiki wengi na wamechangia kukuza mziki wa rap kutoka ukanda wa pwani. Kutokana na mafanikio haya, Makamanda walijengea jina kubwa ndani ya Coast Hip Hop. Kwa upande mwingine, yuko Mtalibani Halisi. Msanii huyu anatokea katika kizazi kipya cha rap Mombasa na amekuwa akitoa nyimbo zinazozungumzia maisha ya mtaani pamoja na kuonyesha uwezo wake wa kurap kwa Kiswahili. Nyimbo zake zinajulikana ni pamoja na Sio Mwana, Toka Magetoni, Nishatoka Ndotoni, Hatuendi na Watu na baadhi zingine. Umaarufu wake ulipoongezeka, mashabiki walianza kumlinganisha na wasanii wengine wa rap ya pwani, jambo lililochochea mjadala mikubwa mitandaoni. Je, bifu ilianza vipi? Hili ndilo swali ambalo watu wengi huuliza. Hadi sasa hakuna tamko rasmi wala mahojiano yaliyothibitisha chanzo halisi cha bifu kati ya Makamanda na Mtalibani Halisi. Kile kinachojulikana ni kwamba mashabiki walianza kuona vijembe kupitia nyimbo na mitandao ya kijamii. Baadaye kulikuwa na majibizano ya kimziki yaliyotafsiriwa kama diss tracks. Kutokana na majibu hayo, mashabiki wakagawanyika katika makundi mawili. Kwa sasa hakuna ushahidi wa kuaminika unaonyesha ni nani anayekuwa wa kwanza kuanzisha mzozo huo. Katika kipindi hicho, Mtalibani Halisi aliendelea kutoa nyimbo mbalimbali kama We Sio Mwana na Toka Magetoni. Ingawa mashabiki wamehusisha baadhi ya nyimbo hizo na mvutano ya rap, si nyimbo zote zimethibitishwa rasmi kuwa diss track. Kwa upande wa Makamanda, waliendelea kutoa mziki huku mashabiki wakiendelea kufuatilia kama kutakuwa na majibu mapya katika ushindani huo. Moja matukio yaliongeza mjadala ni kutolea kwa wimbo Kipara, ngoma yao Makamanda. Baada ya wimbo huu kutoka, mashabiki wengi waliutafsiri kama ujumbe unaomlenga mpinzani wao katika rap. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi kutoka kwa Makamanda lililothibitisha kuwa Kipara uliandikwa mahususi kama diss track ya Mtalibani Halisi. Hii ndiyo sababu mpaka leo kuna mtazamo tofauti kuhusu maana halisi ya wimbo huu. Baada ya Bizzy kumshirikisha Mtalibani Halisi, alitoa wimbo wa Sukuma Dole. Wimbo huu ulitolewa rasmi mwaka 2026 na ukaanza kusambaa kwenye YouTube na majukwaa mengine ya mziki. Kwa mujibu wa maelezo ya wimbo yaliyowekwa na walichapishwa rasmi, ujumbe wake ni kuhamasisha vijana kuendelea kupambana na kutojali wanaowabeza. Hata hivyo, sehemu ya mashabiki waliendelea kuhusisha na ushindani unaendelea kati ya Makamanda na Mtalibani Halisi, ingawa hilo halijathibitishwa rasmi na wasanii wenyewe. Baada ya kutolewa kwa Kipara na Sukuma Dole, mijadala iliongezeka sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila upande ulianza kumtetea msanii wake, huku baadhi ya mashabiki wakiamini kuwa huu ni mwendelezo wa rap battle ya pwani. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa Mtalibani Halisi yupo studio akiandaa wimbo mwingine ambao huenda ukaongeza ushindani huu. Je, unadhani Kipara na Sukuma Dole ni sehemu ya beef hii au ni mashabiki ndio wanaongeza tafsiri zao? Kadri beef ilivyoendelea, mitandao ya kijamii ilijaa mijadala. Wapo waliodai Makamanda walikuwa na uzoefu mkubwa zaidi katika rap ya pwani. Wengi walidai Mtalibani Halisi alikuwa amekuja na mtindo mpya na mashairi makali yaliyotikisa tasnia. Hata hivyo, maoni haya yalikuwa ya mashabiki, si taarifa rasmi kutoka kwa wasanii wenyewe. Beef inazidi kuwa moto.
Je, ni makamanda ama je, ni mtalibani halisi? Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kwamba bifu hii imeisha au kwamba pande zote zimefanya maridhiano hadharani. Pia hakuna ushahidi wa kuaminika unaonyesha kuwa mzozo huu uligeuka kuwa vurugu za kimwili. Nimekuwa wako Beka Smasher.